Nimekosa sana, ndio maana nikaomba Maria mnyenyekevu, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Amen.
Mungu wa rehema ya milele, wewe unaosaidia taifa takatifu katika kutumia kila mwaka kwa siku ya Pasaka, na kuomba uongeze neema uliyojalia ili wote wapewe sabini thamani ya ubatizo uliowatakasa ya Roho aliyewazaa na ya damu iliyotoka
pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawafufia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Lakini mmoja wa wale thenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwapo pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo tena ndani, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako, utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini, bali aaminiye. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu, na kwa kuamini uwe na uzima kwa jina lake. Neno la Bwana. Tumesikia kwenye somo la kwanza mwandishi akielezea juu ya imani, sala na upendo waliokuwa nao kwa Kristo wa kwanza, wale waliopokea imani ya kumwamini Kristo pale mwanzo. Na tunaambiwa kwamba hiyo imani, huo upendo na sala zao zilikuwa zinawavuka watu wengi sana. Kumbuke kwamba Wakristo walikuwa wengi, walikuwa ni wachache, lakini namna yao ya kuishi, hiyo imani yao na miujiza hiyo inatendeka, iliwavuta makundi ya Wayahudi, makundi ya Waebrania wengi wakaongoka, wakaweza kujiunga nao, wakabatizwa. Basi idadi ya Wakristo katika dunia ikaweza kuongezeka. Mitume walikuwa wanafanya kazi ya kufundisha, kazi ya kuhubiri neno la Mungu. Ili Mungu naye alikuwa anaingilia kati, anawawezesha kufanya pia miujiza, na hatuwezi kuhesabu ni kwa kiasi gani au ni miujiza kiasi gani ambayo Petro aliitenda na ni uponyaji kiasi gani ambacho aliweza kufanya. Hapa tumesikia kwamba walikuwa wanaleta wagonjwa wengi, wanaangalia wale watu wanaishi ndani na imani waliokuwa nayo, wanapokea wagonjwa, wanasaidia wagonjwa, wanapona. Na hapa tumesikia watu walikuwa wanaleta watu ambao wagonjwa wanataka Petro akiwa na mtu kivuli chake kikimgusa mtu, hiyo mtu anapona. Na kanisa ya kwanza kusema kwamba ni katika haya maisha ya dunia ya Wakristo wa kwanza ambapo Mwalimu Nyerere alichoka wazo hilo la ujamaa.
hayo maneno kuhusu jamaa. Watu waweze kuishi pamoja, waweze kushirikiana, wakigawana mali walizonazo zote. Sasa katika kuishi hivyo, watu kuweza kuwa na maendeleo makubwa zaidi. Maana haya maisha wanayoishi wale Wakristo kwanza yaliwavutia watu. Pale alipokuja kama Nyerere kiasi kwamba aliona kuishi hivyo tuweza kuishi kwa amani, kupata maendeleo mazuri, kila mmoja bila kuwa na mtu aliye tajiri sana, mtu aliye maskini sana, wote tunakuwa sawa. Basi hiyo miujiza inayotendeka pale iliwafanya watu waweze kuona kwamba hali ile ambayo Yesu alikuwa anaishi kama inaendelea katika dunia zao. Sasa miujiza hiyo anatenda Yesu alikuwa anakwenda kuona kama inajirudia wakati wa mwanzo wa Ukristo, na tunaweza kusema kwamba kama vile Yesu anavyowapokea wale mitume wakiwa wamejifungia, baadaye tunaona anamwita huyu Mathayo, anamwambia njoo, leta kidole chako, weka katikati kwenye kovu za misumari kwenye mikono yako, chukua na mkono wako, weka ubavuni mwako mahali nilipochoma mkuki. Anamwalika au anamuongoza kuweza kuamini, baadaye akakiri imani yake kwa Kristo kwa kweli, sio kwamba alikuwa anadanganya. Sasa na miujiza inasindikiza haya mahubiri, haya mafundisho ya mitume, ikawa imeweka msingi ambao uliwaimarisha hawa mitume, na Mungu sasa akaweza kuamsha katika watu wengine imani katika Yesu Kristo ambaye ni mfufuka. Hii miujiza ilisaidia kwenye mahubiri ya mitume. Basi wale mitume nao wakaimarika, wakaweza kwenda kuhubiri bila wasiwasi, na Mungu akaamsha imani katika watu ambao walikuwa wapagani, wakaweza kuokoka na kuamini Kristo ambaye ni mfufuka. Na tukumbuke kwamba bila Yesu mfufuka imani yetu inakuwa bure. Kama Yesu angekuwa amekufa pale msalabani, akazikwa mpaka akaishia pale, basi kwa mwisho hata sisi na tusingekuwa hapa kanisa, na sisi kwa Kristo, kwa sababu tunaamini katika Yesu ambaye alishinda kifo akafufuka. Ndio maana sasa nadhani hata sisi tunaweza kufanya kitu fulani walau katika maisha yetu, sio kwamba lazima tufanye miujiza au kufanya uponyaji, ila katika maisha yetu tunataka tuwe na ishara fulani ambayo tunaweza kutoa ushuhuda wa kuonesha kwamba hata sisi ni wa Kristo namna yetu ya kuishi. Niseme kwamba ujumbe wa Injili leo umewekwa mbele yetu, na sisi sasa kutokana na ujumbe wa Injili tuangalie tunaishi maisha yetu namna gani, matendo yetu, kazi zetu, namna yetu ya kuvaa, utamaduni wetu na kila kitu nacho. Je, kinaweza kuwa ushuhuda? Tunaweza kutoa ushahidi kwamba namna ya kuishi, namna ya kutamka inaweza kuwavuta watu wengine kuweza kuamini Kristo. Naomba hiyo liwe fundisho kwa leo kutoka Yesu wa kwanza. Kila mmoja anayesikiliza wewe kwa kanisa, jaribu kutafakari kwenye maisha yako, unavyoishi, unavyonena, maneno unayotamka, unavyovaa, unavyofunga nywele, unavyofunga tai, unavyofunga kiatu. Je, mtakitazama naweza kaiga huo mfano na kumpeleka kwa Yesu? Basi hivyo basi leo tuanze kuangalia urekebisho wake. Somo la pili laonyesha Wakristo ambao wa kwanza tena ambao wanapata magumu kwa sababu ya imani yao, wanateseka. Na Mtume Yohane huyu ambaye anaandika Injili ya leo anajaribu kuona namna ya kuwafariji, kuwatia moyo, akaonyesha kwamba hata yeye alikuwa amedhulumiwa, kwa sababu aliwahi kuchemshwa kwenye pipa la mafuta ila kutoka mzima, na baadaye baada ya kuona Mungu kuona hafu akaenda
hujui kuogelea, unatokaje pale kuogelea nchi kavu? Kuja mnapapa sababu kila mahali umeishia au sema sema ya watu na wote tunaenda pale kwenye sasa tena nifungia mpaka rudi ile ndio kwa mbali zaidi nifungia kule na akiwa kule basi anapata maono na yale maono yanatafsiriwa kwamba yanathibitisha kwamba Kristo mwenyewe ni mzima, anathibitisha kwamba yeye Alfa na Omega, yuko hai, ni mzima, na baadaye atapata ushindi, na ushindi unaweza kwenda mbele zaidi hata kwa wale wanaoamini Kristo. Sasa hayo maono yameweka maana pekee, lakini inaonekana kama ni fungu la maono, katika Ufunuo sio chepesi sana, lakini hayo maono ya dunia yanatuambia kwamba kama Kristo alikuwa amekufa kama anavyosema Biblia, kama alikuwa amekufa baadaye alikuwa anapata ushindi, anapata ushindi. Kwa ushindi huo ni wa ufufuo, maanisha kwamba Yesu mwenyewe anasema yeye ni mzima. Kwa Kristo alifufuka akawa mzima tena na anaishi kati yetu, anaishi kati ya watu wake, anaishi katika kanisa lake ambalo hata leo linaendelea kuhudumiwa, lakini yeye anaendelea kutunza, anaendelea kuimarisha. Kwa hiyo sisi kuona kwamba hata kama tunahudumiwa, hata kama tunasiteseka, basi tuendelee kumtumainia Bwana wetu Yesu Kristo. Somo la tatu, Injili inasimulia kitu cha ufufuko, kwamba siku ile jioni, Jumapili ya ufufuko, siku ile jioni alionekana Yesu, alionekana kwa wafuasi wake au kwa wanafunzi wake, na baadaye akasikia tena siku nane baadaye alikuja tena akaonekana. Sasa lengo la Yesu ni nini? Lengo la Yesu kwa nini? Kuimarisha watu ambao kama nilivyosema mwanzo, baada ya kifo cha msalabani Yesu alionekana kupotea, amehukumiwa, tundikwa msalabani, asulubiwa pale, akafa, na baada ya kufa alizikwa. Alipozikwa walionyesha kwamba historia yake imekamilika, imefika mwisho. Baada ya kwetu kubakia hivyo, tunapokufa historia ya maisha yetu inafungwa pale, haiendelei. Na walifunga kwamba mambo yameisha, wanapozika wana mawe ambayo yanafunga kaburi, waka linatobolewa kwenye jiwe. Hata na Yesu ilikuwa hivyo, ikitobolewa kwenye jiwe, sasa inachoma kwenda na maiti anaingizwa kule ndani, na jiwe kubwa kufikia upana huko, mzunguko kutoka kwa jiwe ambalo limezunguka kwenye upana huko, inazungushwa, inafunga shimo kama moja ile kwa wakati wa kufunga. Sio rahisi kuifungua, hata kama wanawake walikwenda kwa kuingia siku hapo itakuwa nani atazungusha ile mizizi, sio rahisi kuweza kuifungua. Hata kuenda Israeli hata tunapoona mawe yanakuwa, mimi nilipata kuona kwenye kaburi la Herode jiwe liko pale pale. Sasa ile inamaanisha kwamba historia imeisha, lakini kwa Yesu ilikuwa tofauti. Yesu anapokufa na kuzikwa anawekewa walinzi, kwa sababu kabla ya kusema akafufuka anawekewa walinzi, na walinzi kwenye enzi za kimwili ilikuwa ni watu ambao lazima waelewe, ukikufa mwingi na kusinzia paswa hata kichwa, sababu kufai kwenye ulinzi na hata kichwa kufai kazi yake. Sasa wale walinzi nadhani ndio wa kwanza kushuhudia ufufuko wao, wakiwa pale kulitokea tetemeko na wakaona lile jiwe linazungusha lenyewe likafuka, ila hakuona Yesu anapotoka nje, ila kwamba jiwe lilizungusha lile wenyewe. Baada ya tetemeko wakaenda kuchukulia vipi yuko ndani ya uwa na kisha kwanza kutoka ndani, wanaenda kwa taarifa, wanapotoa taarifa yanaanza
Basi Yesu huyu anapotokea wale mitume, hii mara ya kwanza anapotangaza, naona anajionyesha kwamba yuko mzima, yuko hali ya kufa. Lakini anatokea nini? Yesu amesemaje? Kinachotokea wale wanafunzi wanafanya nini? Anadai walifurahi na walifanya sherehe kwamba wamemwona tena Yesu ambaye ni mzima. Na Yesu kabla hajaondoka anawapa nguvu na uwezo wa kuwasamehe watu wao. Nisikia kama anawaambia Roho Mtakatifu, anawaambia mtakao wasamehe dhambi wamesamehe, mtakao kufungia basi kufungia. Kwa hiyo kwa maneno hayo ya kisakramenti anawapa wale mitume, anawapa utume wa kuweza kupatanisha wanadamu na Mwenyezi Mungu. Na hapa ndipo inapoongelewa hii huduma ya Mwenyezi Mungu. Kwa masomo kwa Dominika leo ni Dominika ya huduma ya Mungu. Bali hapo katika kuangalia msamaha wake kwa wanadamu ambao ni wakosefu. Sasa sisi nadhani siku ya leo lazima tuweze kuchukua nafasi hiyo isipotee, tuweze na sisi kukimbilia huruma ya Mwenyezi Mungu, tuweze kujipatanisha na Mwenyezi Mungu. Na swali ambalo tunafundisha itakuwa ni hili: wewe au mimi ni lini nilipoenda kujipatanisha na Mwenyezi Mungu? Mara ya mwisho niliungama lini? Kila mmoja anaitaka swali gani? Unajua kujiuliza ndani ya moyo wako, hili ninaenda kujipatanisha na Mungu ili niliungama, lakini siku nane baada tunamwambia tena Yesu anakuja na milango ikiwa imefungwa. Anapokuja huyu Tomaso naye kuwepo. Sasa hakuwepo mwanzoni, wiki iliyopita hakuwepo. Ameamka subiri. Yesu anamwambia hebu njoo na mpungi kidogo kama Abrahamu. Kwa nini hakuamini alichokuwa ameambiwa na mitume wenzake? Labda tukumbuke kwamba Tomas alikuwa ni mwanaume, nikiiba maneno ya lugha nyingine, alikuwa ni mwanaume ambaye kichwa chake kilikuwa juu ya shingo na miguu yake ilikuwa kwenye udongo. Kwa maneno unaweza kusikia sababu ya Kiswahili, kwa maana ya Kiswahili hali ya mbele kwamba kichwa chake kilikuwa juu ya shingo na miguu alikuwa amesimika kwenye udongo. Maneno mengine tunadhani haibishi, sio kuaminisha tu kiburi tu kusema Yesu amemwona yuko hapa nisipone. Sio kuamini tu hivi. Basi alikuwa haibishi na alikuwa hataki kuumia tena. Sasa tumeshaona kwamba mwalimu wake alikuwa amesulubishwa, alikuwa amekufa, mwalimu ambaye alikuwa amempenda akamwamini na akawa mfuasi wake. Sasa alikuwa amefanya hivi. Bwana atulia maneno haya, mimi sikuona kwenye kofu, sikuona kofu zake kwenye vidole vyake, kwenye mikono yake, ikaweka na mkono wangu ubavuni wangu, siamini. Nadhani tukiweza na sisi moja kwa moja alikuwa mjini au tukakulaumu kwa sababu ya imani yake. Yote tunaweza kuona sasa, sio mbele. Lakini nadhani aendelea kufikiria tofauti. Yeye hapaswi kushukuru au kumpongeza kwa sababu ya huo umahiri wake, kutokuamini kwa haraka, kutokuamini kwa haraka mambo ambayo yalikuwa yanatokea kiasi hicho.
sio jambo jepesi. Hakuna anakwambia Yesu amefufuka, wewe unakubali kweli. Yeye anakudadisi kweli au hivi. Tutaangalia sasa uwepo wa Yesu ndio unakuja kuleta hiyo imani ya ambayo ni thabiti ya Tomasi. Yesu alisema kwamba Tomasi aliona. Yesu anamwambia njoo uone sasa. Aliona yeye kwa mchana. Na Yesu anasema aliona pia kwa ajili yetu, kwa niaba yetu. Na sisi sasa kwa zamu yetu sasa, kwa wakati wetu, hata sisi tunapaswa kuamini ukweli hata kama hatuoni. Imani ndio hiyo. Unaweza kuamini kwamba kitu fulani ni cha kweli, cha kuaminika bila kuona kwa macho. Kwa sisi tumekuwa Kristo, sio kama tulimwona Yesu. Tulimwona Kristo sisi. Tunaamini kwamba aliishi katika historia yetu ya wanadamu, na tunaamini kwamba ni kweli. Imani inaendelea kuamini. Sasa kama ilivyo kama wewe na mimi tunakuwa na mashaka katika maisha yetu, kama ilivyotokea Tomasi. Kama wewe na mimi inatokea unavyoishi, tunakuwa na mashaka kama yale aliyofanya Tomasi. Je, tunaweza kurudi nyuma hata sisi tunamwambia Yesu kwamba wewe ndiwe Bwana wangu na Mungu wangu? Wakati tunapata magumu, tunapata shida zetu, tunapata wasiwasi, tunakimbilia wapi? Yesu ndiye Bwana wetu, ndiye Mungu wetu, ndiye tunayetegemea kwetu. Basi kumbuke kwamba hakuna imani ya Kikristo na imani Katoliki kama haimo katika kwanza katika Kristo ambaye alikufa na kufufuka. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tusimame ili nasabiki mmoja Ndugu zangu, baada ya matukio ya Ijumaa Kuu, wafuasi walipoteza imani yote, lakini imani yao hafifu iliamshwa tena na Yesu kufufuka aliyeondokea. Imani yetu ni dhaifu sana. Uamshe imani yetu kama ulivyoamsha imani ya mitume wako, Bwana.
utuimarishe katika imani na upendo wetu kwa wenzetu, Bwana. Dalili chache zinatosha kuamsha imani yetu. Utujalie kuona dalili chache za enzi yako katika maisha yetu, ili kutuimarisha katika maisha ya kila siku, Bwana. Ulisema, wenye heri wasioona na kusadiki. Uimarishe imani yetu ili tuwezeshe kukuamini kwa moyo wote, Bwana. Mungu Baba, sisi binadamu na shida zetu katika kuamini bila kuona kwa macho yetu ya kibinadamu. Tuangaze macho ya mioyo yetu ili tuone kwa imani yale yasiyoonekana kwa macho yetu. Tunakuomba kwa njia ya mwanao wetu, kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu daima na milele. Thank you.
utimilifu wa utukufu. Wajiandae. Aidha, tunawakumbusha kuwaelekeza wote wanaohusika na zamu ya usimamizi waweke utaratibu wa kusimamia misa zote tatu, ikiwemo misa ya tatu ya watoto, ili watoto wasiachwe peke yao bila usimamizi. Tangazo la pili, matoleo. Matoleo kwa wiki iliyopita yalikuwa kama ifuatavyo: mkesha wa Pasaka parokiani, sadaka ya kwanza na ya pili kupatikana jumla shilingi milioni 2,548,350. Kesha Pasaka Kigango cha Mtakatifu Cecilia kupatikana shilingi 354,100. Sadaka ya Jumapili ya Pasaka parokiani misa ya kwanza na pili jumla kupatikana shilingi milioni 3,488,400. Mchango wa Pasaka kutoka parokiani misa ya kwanza misa mbili, mchango wa Pasaka misa mbili, misa ya kwanza na pili ipatikana jumla shilingi milioni 1,450. Sadaka kutoka Kigango cha Mtakatifu Teresia, sadaka ya Jumatatu ya Pasaka na sadaka ya Jumatatu ya Pasaka kwa Kigamboni na zaka kwa ujumla wake uliopita ilipatikana jumla shilingi milioni 11,450. Tunawashukuru wote kwa majitoleo yenu na Mungu awabariki sana. Tangazo la tatu ni zaka dei. Jumapili ya tarehe 4 mwezi Mei mwaka 2025 ni siku maalum kwa ajili ya kuwasilisha michango yetu ya zaka kwa mwezi wa Aprili, na kwa kuwa zoezi hili ni endelevu, waamini mnakumbushwa kuendelea kuchangia michango hiyo kupitia utaratibu wetu wa mfumo wa kidijitali kupitia mitandao ya simu ya Vodacom, Airtel na Tigo, na pia kupitia benki ya CRDB, NMB na mkombozi wetu. Tangazo la 4 ni kongamano la Utatu Mtakatifu kanda ya Mashariki mwaka 2025. Kanda ya Mashariki Tanzania Metropolitani ya Dar es Salaam wameandaa kongamano la Utatu Mtakatifu litakalofanyika tarehe 19 mpaka 23 mwezi Juni 2025 katika viwanja vya kanisa la Kristo Mfalme Tabata, jimbo kuu la Dar es Salaam, ikiwa na kauli mbiu Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini. Gharama za ushiriki wa kongamano hilo kuhusiana na usafiri, chakula, malazi ni shilingi 96,000 kwa kila mtoto. Ili kujiandaa na kongamano hili, tunaomba kila kanda itoe na kugharamia watoto wasiopungua 2, na kila kanda inatakiwa kuwasilisha majina ya washiriki wasiopungua 2. Majina hayo yawasilishwe parokiani kabla ya tarehe 11 mwezi Mei 2025, na mwisho wa kulipia fedha hizo ni tarehe 24 mwezi Mei 2025. Tangazo la 5 ni ushiriki wa waamini wa jimbo kuu la Dar es Salaam katika uzinduzi wa jimbo jipya la Bagamoyo.
Mwashamba Baba Askofu Mkuu Yuda Thaddaeus Ruwa'ichi anawaalika waamini wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam kushiriki vyema katika matukio yafuatayo ya uzinduzi wa jimbo jipya la Bagamoyo na kusimikwa kwa askofu wake wa kwanza Mwashamba Askofu Stefano Musomba. Ratiba ya matukio hayo ambayo tunaalikwa kushiriki kama ifuatavyo: tarehe 29 mwezi wa 4 2025, siku ya Jumanne, saa 11 jioni katika kanisa la parokia ya Msimbazi, misa ya kumwaga na kumtakia kila la heri Askofu Stefano Musomba. Waamini wote tunaalikwa kuhudhuria kwa wingi. Tarehe 3 mwezi wa 2025, Jumamosi, msafara wa kumsindikiza Askofu Stefano Musomba kuelekea Bagamoyo. Msafara huo utaanzia katika kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu saa 3 kamili asubuhi na njia itakayotumika ni barabara ya Bagamoyo. Msafara utasimama katika parokia ya Mifumoni saa 4 asubuhi kwa mapokezi rasmi ya Askofu Stefano Musomba katika jimbo hilo la Bagamoyo. Baada ya mapokezi hayo, msafara utaendelea kuelekea Bagamoyo. Jimboni Bagamoyo utakuwa na masifu ya jioni ya uzinduzi wa jimbo jipya yatakayoanza saa 11 jioni. Dominika ya tarehe 4 mwezi Mei, misa ya kusimikwa kwa askofu wa kwanza wa Bagamoyo Mwashamba Askofu Musomba itaanza saa 3 kamili asubuhi katika viwanja vya Mariam Schools. Tangazo lingine ni mwezi wa Mama Maria. Mwezi wa 5 ni mwezi mahususi wa Mama Maria. Sala ya Rozari Takatifu itakuwa inasaliwa hapa parokiani kila siku mfululizo wa mwezi wote wa Mei kuanzia saa 11 jioni katika kanisa jipya. Zamu ya kuongoza sala ya Rozari kwa wiki inayoanza kesho tarehe 1 mwezi Mei zamu ya kuongoza sala ya Rozari kwa mwezi Mei itaongozwa kama ifuatavyo: tarehe 1 Alhamisi kanda A1, Ijumaa kanda A2, Jumamosi kanda B1 na Jumapili Radio Maria. Hali kadhalika ibada ya kuabudu Ekaristi itaendelea kila Alhamisi. Wiki hii wataongoza kanda A1. Sote tunaalikwa kuhudhuria. Tangazo la daraja la shemasi kwa mara ya pili. Frateli Nikolaus Pasco Mkorongo wa shirika la Mungu Mwokozi wa Salvatoria, frateli huyu anategemewa kupata daraja takatifu la ushemasi tarehe 3 mwezi Mei 2025 katika Basilika ya Mtakatifu Petro Vatican. Tumwombee ili aweze kufikia daraja hiyo anayotamani. Tangazo linalofuata ni matangazo ya ndoa. Kwa mara ya kwanza, ndugu Kevin Kaitan Mlekwa, bin Kaitan Joseph Mlelwa na Karina Kasino Mangai kutoka parokia ya Uligwa Njombe anatarajia kufunga ndoa na Rosi William John Mase binti William John Mase na Faraja Charles Kitwanga kutoka parokia ya Maria Mama Mwokozi Sinza. Bi harusi mtarajiwa na sali parokia Mtakatifu Agustino sawasawa. Matangazo kwa mara ya 3 tutakuta katika kwa matangazo, na kwa yote mwenye kujua kizuizi cha mojawapo ya matangazo haya anaomba kutoa taarifa katika ofisi ya Baba Askofu. Basi matangazo hayo mbele kwa shukuru nyote ambao tumeweza kushiriki kwa pamoja misa hii siku ya leo. Tumwombe Mwenyezi Mungu aendelee kubariki, tuendelee kupigania siku zote. Na mwisho kabisa, kuna mwamini mwenzetu mmoja kupita alisali mkoba wake, basi anaweza kufanya ofisini kwa ajili ya kuchukua mkoba huo. Msifu Yesu Kristo. Mwisho wa matangazo. Asanteni sana.
naomba nikukumbushe. Mimi katika kanisa kwa sababu kanisa kama mimi mwenyewe ndio au kwa mfano nataka au mwingine ama mimi mwenyewe sasa sio kanisa hili mwenyewe wakati sana 2021 nilipata saga niweko mwenyewe nilipata saga kwa kinao sio kwa mwenyewe sasa sina pesa nyingi kwa maisha wachache na kuifanya sasa kwa sana mimi mwenyewe sasa bado mimi kwa habari na mimi ndio naita kuishi Yesu nafanya kazi ya Shamwe jimbo Katoliki kwa bichi sasa kweli na sasa nafanya mrefu wakizungumza sabati kwa hii sababu sisi ni sasa kwa sababu ya elimu kwa sababu ya kwa hiyo mingi ni sana kwa kuweza naona tangu wakati ule kwa wengi ndio sana masafa chache sana katika shule sawa sababu pesa milioni 11 ndio kuongeza sana hapa hiyo ya kwa sisi hapa ni bilioni na nusu ingat kita kembali maendeleo mabadiliko hiyo tunaongeza watakia kale ndio imani katika maendeleo iko nzuri
sabini ukimbie uso wako. Kama ningepanda mbinguni wewe upo, ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe upo, wewe upo. Nimefufuka na ningali pamoja nawe, umeniwekea mkono wako. Nimefufuka na ningali pamoja nawe, umeniwekea mkono wako. Maarifa hayo ni ya ajabu, haleluya. Maarifa hayo ni ya ajabu, haleluya. Maarifa hayo ni ya ajabu, haleluya.